Leo hii mpenzi mtazamaji, tumetua katika angatua takatifu ya Satellite. Ni eneo ambalo linatapakana na Kabiria. Kwa wale watu wa Nairobi kiwaambia Saiti, wanajua ni wapi. Tuko katika shule ya upili ya St. Mary's, shule ambayo mpenzi mtazamaji ilianzishwa mnamo mwaka wa 2008, na kwa sasa kama alikuwa ni mtoto amezaliwa kutoka tumbo la mamake, angelikuwa na umri wa miaka 17, mwaka mmoja tu achukue kitambulisho cha kitaifa. Kwa heshima na taadhima mpenzi mtazamaji, karibu tuandamane hadi sako hadi tima muatamati. Kipindi hewani ni Sanaa ya Kiswahili. Mimi jina langu naitwa Rashid Momkondo, lakini siko peke yangu. Mpenzi mtazamaji, kumbuka liwike lisiwike, kutakucha twende zetu. Nakumbuka sasa hivi tumetua katika maeneo haya, tusikilize namna mabinti hawa wanavyojiandaa katika sanaa ya Kiswahili. Tutakuwa tunapiga mbizi na makafe kwenye shughuli nzima mpaka tamati. Kumbuka ndipo sasa mkoko na alika maua na kualika angalau tusafiri pamoja. Jina langu ni mtu kwao, Mathias Momanyi. Kwenye kipindi hiki huwa tunasafiri na majaji ambao ni waalimu, ni washikadau wa lugha ya Kiswahili, wanawasaidia wanafunzi pale wanapokwenda pogo bini mserego na kuweka sawa. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, miongoni mwa majaji ambao watatusaidia hii leo katika uchambuzi na vile vile pia kuelekeza wanafunzi kwenye kipindi hiki, kuna mmoja ni mwalimu wa shule hii na mwingine ni jaji ambaye ni mzawa wa sanaa ya Kiswahili. Kwa moja nimpe fursa Jaji Kikechi Kombo atungangamue. Nafurahi sana kukaribishwa kwa mikono miwili na moyo mkunjufu katika kaundi hii ndogo ya Dagoretti na katika shule hii ya St. Mary's. Jina langu ni Kikechi Kombo, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili yani vya JS Senior School na shule ya msingi, na vile katika chuo cha walimu, pia mhadhiri katika chuo cha walimu. Ni mmoja wa majaji ambao nitatathmini kazi ya wanafunzi namna watakavyowasilisha katika kitengo cha bunge la wanafunzi, chemsha bongo, na vile katika kitengo cha fasihi. Hakika nina wingi matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Wama usema mchele ya mwana haachikulia. Nashukuru bingwa. Na vile vile pia tuna mwalimu wa shule hii ya St. Mary's ambaye atatusaidia katika kipindi hiki. Karibu sana mwalimu. Jina langu ni Buckley Ochieng, mwalimu wa Kiswahili shule ya upili ya St. Mary. Leo tuko hapa kuweza kutathmini wanafunzi na kuweza kunoa makali na waweze kubobea katika chemsha bongo, masuala ya sarufi, matumizi ya lugha na pia uchambuzi wa fasihi. Shukran. Nama mtazamaji, basi hapa ndipo, lakini kwanza tupate wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla kuingia kwenye sehemu yetu ya kwanza ya kipindi Sanaa ya Kiswahili, kipaji changu. Wanafunzi, ukurasa ni wenu, mtuimbie wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. E Mungu nguvu yetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. E Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo. Ni furaha iliyoje unapongana nasi kwenye kipindi Sanaa ya Kiswahili, ikiwa ni makala ya Jumapili ndio kwanza mkoko na alika maua. Kumbuka ni kipindi ambacho huwa kina sehemu 4 kuu. Sehemu yetu ya kwanza huwa ni kipaji changu. Hapa ndipo pale ambapo tunawapatia fursa wanafunzi kuonesha vipaji vyao ambavyo Mwenyezi Mungu aliwapa. Midomo, masikio, jameni, huu si uchawi. Na Bwana Kizito Joseph, shule ya upili ya Mtakatifu Maria, Kawangware. Kwa kweli huu si uchawi,
ni talanta zinakuzwa. Alotupa ni mgawi, ndio maana atukuzwa. Rasilimali na ustawi, ndilo taji tunatuzwa. Jameni usiuchawi, ino kazi ni ya Mola. Historia mwaijua, hadi hapa tumefika. Ni wazi palipojua, ni lipi litafichika. Ino Meris mwaijua, kwani nyote wahusika. Jameni usiuchawi, ino kazi ni ya Mola. Miaka nenda miaka rudi, wako moyo haukufa. Hongera zako juhudi, Bwana soka daka sifa. Lilibidi lisilobudi, na ndio sasa hizi sifa. Jameni usiuchawi, ino kazi ni ya Mola. Jina langu ni Daniel Lungur, kutoka shule ya upili ya St. Mary's kidato cha 4. Niko na mchoro. Mchoro huu inazungumzia mabadiliko ya tabia nchi. Ukiangalia upande huu, utaona miti iko sawa. Ukiangalia huku chini, utaona mambo nyasi iko katika rangi ya kijani kibichi. Na utaona hadi kuna milima, utaona kuna ndege. Unajua huku maisha iko sawa, utaona kuna milima. Lakini ukiangalia upande mwingine, utaona ardhi imenyauka, miti ukiangalia zimekatwa. Ukiangalia wingu, unajua huku hakuna mvua. Yaani miti zimekatwa, ina maana maisha imezoroteka. Hii inaonyesha kwamba uzuri wa kutunza miti, kuiweka ikuwe hali sawa. Shirika la reli la Liberia lilishirikiana na shirika la reli la Rwanda. Shirika la reli la Liberia lilishirikiana na shirika la reli la Liberia. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Liberia. Cha pili, mstaarabu astaarabiki asipostaarabisha ustaarabu wake. Mstaarabu astaarabiki asipostaarabisha ustaarabu wake. Mstaarabu astaarabiki asipostaarabisha ustaarabu wake. Shukran. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa runinga SMS. Natumai ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Hapa studioni ninazo habari kemkem za kukupasha wewe mtazamaji. Hivyo basi tuandamane na wewe moja kwa moja hadi tamati. Jina langu ni Ivy Mhonja. Karibu. Ukuzaji wa talanta za wanafunzi kupitia runinga ya Kenya Broadcasting Corporation, kipindi cha sanaa ya Kiswahili. Mwanahabari wetu Cynthia Mbona kutoka kaunti ya Nakuru anaripoti zaidi. Bila shaka wanasema nyota njema hung'aa gizani. Hii ni baada ya wanafunzi wa shule ya upili ya St. Mary's kuhudhuria hafla ya sanaa ya Kiswahili inayopeperushwa mbashara kupitia runinga ya Kenya Broadcasting Corporation. Wengi wao wakionyesha weledi katika nyanja mbalimbali kama vile uchoraji, densi na kadhalika. Vile bila kusahau masuala ya darasani kama vile uchambuzi wa fasihi, mashairi, mjadala na kadhalika. Pongezi kwao kwa maana mtu akatai mwito bali ukataa liloitiwa. Nikiripotia shule ya upili ya St. Mary's kutoka kaunti ya Nakuru, langu jina ni Cynthia Mboni. Hadi wakati mwingine, siku kama hii, majira kama haya, Maulana akitujalia. Asante sana kwa muda wako. Kwaheri. Mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna budi kulikunja jamvi letu la kipindi sanaa ya Kiswahili, ikiwa ni sehemu ya kwanza. Lakini usiende mbali, kwa sababu mwenzangu mwalimu Mathias Mumanyi atarudi papa hapa kwenye sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki, ikiwa ni Chemsha Bongo na Bunge la Mwanafunzi, ambapo watakuwa nao majaji wawili kutathmini, je, wanafunzi wanaweza kuchemsha bongo zao, na je, wanaweza kujadiliana. Usicheze mbali. Asante sana mtazamaji, kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili. Sekunde zimepisha tu kidogo dakika na tunatua kwenye kitengo chako kipendacho, Bunge la Mwanafunzi. Na hapa tupo nao wanafunzi wa St. Mary's. St. Mary's. St. Mary's. Sauti zao siku zote zinamtoa nyoka pangoni na kumleta ulingoni. Sasa tupo jukwani. Tusikilize sauti zao kwanza tu viongozi hawa. Jina lako kiongozi?
Jina langu ni St. Precious Makoha kutoka shule ya upili ya St. Mary's, niko katika kidato cha 4. Asante sana Mheshimiwa Makoha kutoka kaunti ya Bungoma. Tupige makofi jamani. Jina lako Mheshimiwa? Jina langu ni Anna Chieng, kidato cha 4. Asante sana Mheshimiwa Chieng kutoka kaunti ya Migori. Jina langu ni Cynthia Mutheu, kidato cha 3. Asante sana Mheshimiwa Mutheu kutoka kaunti ya Machakos. Makofi. Mheshimiwa, jina lako nani? Jina langu ni Cynthia Mbone, kidato cha 3. Asante sana Cynthia Mbone kutoka kaunti ya Vihiga. Makofi mpigie. Naam. Winnie Msoka. Winnie Msoka. Kidato cha 4. Asante sana Mheshimiwa Winnie kutoka kaunti ya Nyamira. Makofi. Jina nani? Jina langu ni Daniel Lungur. Daniel nani wewe? Olungur. Kidato cha 4. Asante sana Mheshimiwa Oluoch kutoka kaunti ya Kisumu. Makofi mpigie. Basi waheshimiwa hawa wanaingia bungeni rasmi. Kumbuka kizazi hiki ndicho viongozi wa taifa la kesho. Kwanza kabisa, hebu tusomee Mheshimiwa Makoha. Mada ya siku inasemaje? Mada siku ya leo inasema kwamba talanta inalipa kuliko masomo. Talanta ama vipaji vinalipa kuliko masomo. Mtazamaji, je, ni kweli? Kumbuka unapozungumzia kuhusu vipaji, kila mtu na uwezo wake. Je, mnakubali au mnakataa? Sisi tunakataa. Mnakataa. Mnakubali au mnakataa? Tunakubali. Mnakubali? Ndio. Mheshimiwa Mbone, hebu tueleze kwanza. Talanta inalipa kuliko masomo. Ndio, kwa sababu talanta inaweza ikatumika kuendeleza uchumi wa nchi yetu kupitia kwa usanii na michezo. Mfano, mchezaji kandanda anaweza wakati ambapo anaenda nje ya nchi, analipa ushuru ambao unaweza kutumika kwa kuendeleza nchi yetu, kwa mfano kujenga barabara zilizo mbovu. Nguvu ya binadamu siku zote ni kipaji, nguvu ya mamba ni maji. Unasema namna gani Mheshimiwa Makoha? Naam, asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, ningependa kuambia kwamba watu walio na masomo ni watu walio na ubunifu wa hali ya juu zaidi. Thibitisho la hii ni kwamba utapata Bwana Spika kwamba mtu aliye na talanta utapata kipato chake kikishushwa kutoka asilimia 60 hadi asilimia 20. Utapata kwamba atakuwa amefinyika sana. Hivyo basi itamlazimu kutegemea tu zile pesa ambazo alizo nazo peke yake. Lakini mtu ambaye ana masomo utapata kwamba hategemei kazi moja peke yake. Utapata kwa mfano ni mwanasheria, atasema kwamba nilisoma somo la biolojia, naweza enda niongezee naweza kuongezea ustadi zaidi, niende niwe daktari. Lakini mtu aliye na talanta, kwa mfano kudensi, anategemea kudensi peke yake. Hivyo basi itamsababisha aweze kusumbukana na maisha yake. Pili ni kwamba Bwana Spika, watu walio na masomo ni watu ambao wanajua namna ya kutangamana na watu. Mtu aliye na talanta, yeye hatajua atakavyokaa na mtu aliye na tabia mbaya, hatajua kwamba mtu huyu nafaa kutangamana naye aje. Lakini mtu aliye na masomo atajua kwamba huyu ni mtu mbaya, najua jinsi ya kutangamana naye, na huyu ni mtu mzuri, najua namna nitakavyotangamana naye. Shukrani. Asante sana Umwani. Piga makofi Umwani. Kofi ya zili ila kwa viganja viwili, tunazidi kushirikiana. Twende kwake Mheshimiwa tusikilize anasemaje. Naam, talanta inalipa kuliko masomo. Nakubaliana na hoja hii na mada hii kwa sababu mtu mwenye talanta anaweza kufanikiwa kwa haraka. Pia anafanikiwa na kuwa anafanikiwa na kutekeleza mahitaji yake. Mfano, mchoraji maarufu anachora michoro yake na mwisho kufanikiwa kusafiri ng'ambo na kuwa kutajirika kwa haraka. Ukilinganisha na yule daktari ambaye ameenda kusomea udaktari kwa miaka 7 na kukosa kupata hata hivyo vyeti. Na mwisho ukiangalia, ukilinganisha huyo mchoraji ambaye amesafiri hadi ng'ambo na kupata pesa kwa haraka ambayo anaweza saidia jamii na jamaa zake. Mpige makofi jamaa, amejaribu sana huyo. Napinga mada hii kwa kuwa elimu pia huendeleza uchumi kupitia ubunifu wa kiteknolojia na ukuzaji wa viwanda. Kwa mfano, kuna mashine ambazo zimetengenezwa ili kufanya kazi kama binadamu, na hii yote ni kupitia masomo,
niposa kuwa mashine hizi zinatengenezwa ili kurahisisha kazi nchini. Asante sana mheshimiwa, makofi kwake. Na mtazamo mheshimiwa hapo kutoka kaunti ya Kisumu. Ulimi unamcheza anasema sikubaliani nao. Unasemaje mheshimiwa? Asante sana bwana Spika kwa kunipa fursa hii kuongea. Talanta inalipa kuliko masomo, na kubaliana na mada hii kwa kusema wakati mwingine talanta, mtu ambaye akona talanta na uwezo wa kujiajiri na kuanzisha biashara. Watu wenye talanta maalum kama vile ufundi, sanaa au ujasiriamali wanaweza kujiajiri na kuanzisha biashara zao bila kutegemea vyeti vya masomo. Kwa mfano, msanii mwenye kipaji anaweza kutoa nyimbo zinazopendeza na kupata mapato kukuza kupitia maonyesho na mauzo ya nyimbo zake. Wala tumpige makofi. Mheshimiwa Mudheu, kaunti ya Machakos, amekaa pamoja nami hapa, anasema iwezekani. Unasemaje mheshimiwa? Asante sana bwana Spika. Ningependa kupiga mada ya talanta ulipa kuliko masomo kwa kusema elimu hutoa maarifa na taaluma. Mtu hujifunza stadi maalum zinazomwezesha kupata kazi rasmi. Kwa mfano, bila elimu ya udaktari hakuna anayeweza kwenda kutibu hospitalini. Barabara kabisa, piga makofi. Mtazamaji wangu, siku zote maarifa bila elimu ni kazi kubwa zaidi na ngumu kama kifuu cha nazi. Mali bila daftari hupotea bila habari, na elimu ni taa gizani huzagaa. Iwe vipi kipaji kikulishe bila maarifa wala elimu? Mmoja azungumze kutoka huku na mmoja azungumze kutoka huku, tumalize. Talanta ni ya kipekee na asili, si kama vile elimu ambapo utapata wanafunzi wanaenda shuleni ili kufunzwa ndo wapate ujumbe huo. Barabara kabisa, tumpige makofi jamani. Bas, Mheshimiwa Makoa, ushasikiliza msimamo wa mwenzako, wewe pia tupe msimamo wako. Unasemaje kuhusu swala hili? Bwana Spika, kauli yangu ya mwisho ni kwamba ningependa kuwashawishi wenzangu wajiunge nami kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha. Kinachofanya niseme hii ni kwamba utapata mtu aliye na talanta hana maarifa. Hana maarifa ya jinsi atakavyoitumia ile talanta. Hapo ndiposa nasema kwamba elimu ndio msingi wa maisha. Mtu ana maarifa wakati wa kutumia ile talanta na ile wakati bora wa kutumia ile talanta na inatumika mahala pagani. Msimamo wangu ni kwamba nabaki kwenye elimu. Asanteni. Wapige makofi. Mtazamaji, ushasikiliza mlio baada ya kugonga. Siku zote kinapogonga basi unapogota gogo, nasikiliza mlio wake. Ushasikiliza milio yao na misimamo yao. Wabunge hawa ambao ni wanafunzi katika shule wana imani yao katika nguvu yao, iwe ni talanta na kisomo. Tukirejea tutasikiliza mengi kutoka kwao. Kumbuka tutakuwa tunashuka ndani ya Chemsha Bongo, kisha tuende kusikiliza kwao majaji kuhusu swala hili zima. Usiende mbali. Asante sana mpenzi mtazamaji, kumbuka sehemu yako ipendayo Chemsha Bongo tumekwisha ingia ndani. Na kumbuka katika MV Sanaa, meli yako nambari 1 katika bara zima la Afrika na janibu zake. Kumbuka sasa hivi tunaenda kusikiliza sauti za wanafunzi hawa. Kutoka Simba tunaanza naye binti. Jina lako? Jina langu ni Trizabela Nabwile, kidato cha 4, shule ya upili ya St. Mary. Asante sana mtoto wa Mungu. Upige makofi. Upande wale wanakuita nani? Kwa majina naitwa Agnes Indieli. Agnes Indieli, niko katika kidato cha 3. Asante sana binti mtoto wa Mungu. Makofi mpigie. Wanakuita nani? Malkia. Jina langu ni Purity Ngondu, mwanafunzi wa kidato cha 4, shule ya upili ya St. Mary's. Hakika ni Purity. Mpige makofi jamani. Upande wangu wa kushoto yupo binti anayetabasamu kweli kweli. Unasemaje? Jina lako? Jina langu ni Efia Nyango, niko kidato cha 3. Mungu akupe nini? Piga makofi jamani. Katikati hapa yupo mtoto wa Mungu. Jina lako? Jina langu ni Kevin Ashika, kidato cha 2. Asante. Hata hajaelewa. Basi upande ule kuna bwana mmoja pale mfupi ajabu. Unasema nani? Jina langu ni Brighton Kitandula, kidato cha 2. Very bright. Makofi mpigie.
Anaitwa Brighton kama jina lake majazi ni Brighton. Haya mtazamaji, raha ya sehemu hii ni kujibu swali hilo papo kwa hapo. Kumbuka papo kwa hapo kamba ukatajiwe. Swali la kwanza, eleza maana ya shada. Eleza maana ya shada. Shada ni nini? Katika sarufi, si katika msamiati wa kawaida. Katika sarufi shada ni nini? Na Bwire? Naam. Maana ya shada, kama hujui mwambie mwenzako akusaidie. Shirikiana. Swali si lake pekee. Shada. Sa, ha, a, da, a. Shada. Shada ni nini? Ngeli. Shada ni alama inayoweka katika neno ama silabi. Kwa mfano ng'ombe imetenganishwa kwa sauti ng'o. Bado. Hilo swali bado nakuuliza. Shada ni nini? Kwenye neno mkokoteni, shada weko wapi? Neno mkokoteni, shada weko wapi? Te. Kabla ya te. Mkokoteni, sio? Kwa hivyo shada ni nini? Ni mkazo unaotiliwa katika neno. Asante sana na Bwire, makofi kama na Bwire. Swali la pili. Tunga sentensi ukizingatia kiingizi. Tunga sentensi ukizingatia kiingizi ama kihisishi. Tunga sentensi ukizingatia kiingizi au kihisishi. Weka vichwa pamoja. Si swali la mtu mmoja. CBE na CBC ni ushirikiano. Tunashirikiana pamoja. Naona wameelewana pale. Hawa ni chui, hawa ni simba. Chui mnasemaje? Lo, mama amefariki. Lo, mama amefariki. Mpige makofi jamani. Isiwe bwana. Swali la tatu. Kamilisha methali. Debe tupu haliachi. Debe tupu haliachi. Debe tupu haliachi kupiga kelele. Methali yako hiyo. Ina jawabu lakini methali yako. Msaidie. Debe tupu haliachi. A. Debe tupu haliachi kulia. Ba. Debe tupu haliachi kelele. Debe tupu haliachi kuvuma. Debe tupu haliachi chochote. Jawabu? Debe tupu haliachi kelele. Debe tupu haliachi. Debe tupu haliachi kuvuma. Swali jingine. Sentensi yoyote ile inaweza kubeba maana zaidi ya moja. Eleza maana ya sentensi hii. Nilimlilia Fatuma. Nilimlilia Fatuma. Nilimlilia Fatuma. Kwanza, sentensi inamaanisha kuwa Fatuma alililiwa. Na pili,
Haya, msaidie upande huu. Nilimlilia Fatuma. Ya kwanza ina maana ya kwanza nililia kwa niaba ya Fatuma. Nililia kwa niaba ya Fatuma. Ya pili? Ya pili, Fatuma alililiwa. Haya, taelezwa. Kama huli chakula chako, mwenzako anakula kwa niaba yako. Alikula kwa niaba ya mwenzake. Swali lenu, mama alikuja na watoto wake. Maana ya sentence hiyo, mama alikuja na watoto wake. Mama aliandamana na watoto wake akija nilipo. Hapo umepata. Ya pili? Maana ni 3. Mama alikuja na watoto wake. Mama aliletwa na watoto wake. Unatuchanganya sana wewe. Haya, mtarejelea hilo swala, majaji watakwambia. Kumbuka, unaweza kuwa na himila, mama alikuwa na mimba, akaja na watoto wake. Alikuja na wale watoto waliomo tumboni katika ile shughuli ya masherehe. Alichukua watoto wa mwenyewe, akawasindikiza na kaja nao. Haya basi, swali jingine. Wingi wa sentensi. Mvuvi amemwona mwewe msikitini. Mvuvi amemwona mwewe msikitini. Mvuvi amemwona mwewe msikitini. Tupate binti hapa. Wavuvi wameona mwewe msikitini. Tena? Wavuvi wamewaona mwewe msikitini. Wavuvi wamewaona mwewe msikitini. Wapige makofi huyu. Swali lenu pia wingi. Akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Wingi. Akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Wingi. Wakufao kwa dhiki ndio marafiki. Haya, tutawachia hilo majaji. Swali la pili toka mwisho. Eleza namna kiambishi kilivyotumika. Mwalimu wetu anatembea kifalme. Mwalimu wetu anatembea kifalme. Kimetumikaje? Kielezi cha mfanano. Good. Piga makofi binti. Hongera sana. Hongera. Kimfanano. Kielezi. Swali la mwisho, swali la mapisi. Mkishirikiana nyote katika ile kundi na ile kundi, taja rangi ya juu kabisa kwenye bendera inaitwaje? Ya Kenya. Rangi ya juu kabisa inaitwaje? Bila kusaidiwa. Rangi ya juu kabisa inaitwaje? Nyeusi. Nyeusi. Amepata? Piga makofi. Swali lenu la mapisi. Hapo katika bendera, wimbo wa taifa, aya 3. Na tujenge taifa letu, ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Piga makofi. Baada ya kusikiliza sauti hizo, mpenzi mtazamaji, kumbuka ni sehemu ya kuipendayo ya Chemsha Bongo. Twenda kwao majaji wetu tusikilize sauti zao na tathmini baada ya kuwasikiliza wanafunzi hawa. Twende kwake mwalimu.
Kombo Kikechi. Hakika wapata kwamba wanafunzi walielewa swali vizuri. Talanta inalipa kuliko masomo, na hili ni swali la mjadala. Wakabaini swala la talanta ni ujuzi wa kipekee, na elimu nayo inapatikana kwenye vitabu, yani pale kwenye taasisi ama mashuleni. Na wapata kwamba katika mjadala huo wanasema kwamba kuna uhalisia wa mapato, hasa waliounga kwamba moja kwa moja mwenye talanta anapata mapato yake, na katika umri wote ule, hasa asubiri hadi aweze kuhitimu, lakini talanta yake inapobainika tu moja kwa moja anaiendeleza katika vitengo mbalimbali, kwa mfano kucheza kandanda, kukimbia mbio, mchezo wa vikapu, mchezo wa raga, miongoni mwa nyingine. Vile vile anaweza akabuni baadhi ya vifaa na akaviuza. Vile vile umaarufu unajiri hususan kupitia swala hili la talanta. Na hapa mtu anapata ufadhili, na kwamba ufadhili unamwezesha kupata hasa kupata hela nyingi. Kwa mfano anaweza kupata ufadhili wa makampuni kama Adidas, Safaricom, SportPesa, miongoni mwa nyingine. Pia kuna ubunifu wa uhuru, ambapo mmoja anapata zile hela anaziwekeza katika vitengo mbalimbali. Kwa hivyo waliopoweza kupinga wakasema kwamba elimu ni muhimu, kisa na maana ni kwamba inamwezesha mtu kuweza kupata ajira na malipo ya maisha yake yote, kwa sababu hata anapostaafu bado analipo na serikali. Napotathmini wanafunzi hawa wamepata ba. Nashukuru bingu. Piga makofi jamani. Bila shaka mcheza kwao utuzwa. Tutaenda moja kwa moja kwake jaji Bakli, tusikiliza anasemaje. Naam, asante sana bwana Mathias. Hivyo wanafunzi wamejitahidi katika chemsha bongo, katika matumizi ya lugha sarufi. Wanafunzi wamejitahidi pia vilivyo. Kuna swali kuhusu shada. Shada limeweza kuchanganya wengine shada. Tukizungumzia shada, kuna tofauti ya shada na kimbo. Shada tuzungumzia kuhusu utiliaji mkazo katika neno. Hivyo mwanafunzi lazima ujue namna ya kutilia mkazo katika neno. Unapopewa neno lazima ujue mahali pa kutilia mkazo. Methali pia wanafunzi lazima turejelee methali, namna ya kukamilisha methali, tuwe na ufahamu wa methali mbalimbali ndiposa, kwa sababu swali la methali huweza kutainiwa pia katika sehemu ya sarufi na matumizi ya lugha. Bila shaka wanafunzi wamejitahidi, hivyo pia mimi nitawapa ba, alama ya ba. Shukran. Asante sana, makofi. Utamu siku zote wa halua hauna siri. Siri inayo serikali, lakini je, siri yako ni siri gani? Mtazamaji, tukirudi tulizamia swala la fasihi na undani zaidi, kutathmini na kuchambua vitabu. Je, itakuwa namna gani? Inapendeza zaidi. Kumbuka tunazidi kupokea kazi hii. Asante sana dadangu Profesa Clara Momanyi, ujumbe nimeupokea, nasema kazi anifuatilia vizuri sana. Na asante zaidi pia Zefania Nyarunda kutoka sehemu za Kisii, anafuatilia kipindi, anasema kinapendeza kama nyama ya nyongeza. Tukirudi usiondoke. Hapo zamani za kale alikuwepo mfalme ambaye hakuwapenda kabisa watoto wa kike. Alimwonya vikali mke wake kuwa akijifungua mtoto yeyote wa kike angemuua. Malkia alijaribu juu chini kumsihi kuhusu swala hilo, akamweleza kwamba mtoto awe wa kike au wa kiume ni majaliwa ya Mungu pekee. Lakini wapi? Mfalme atatenda nini? Katika mkusanyiko huu Sarafina anajitahidi kujificha kwa nyanya yake baada ya kuzaliwa kuwa binti wa 6 katika familia ya mama yake. Kwa sababu babake alimtafuta ili amwangamize, mama yake anamficha kwa bikizee. Hatimaye Sarafina anakuwa binti mtoto shoo, rangi ya maji ya kunde. Mungu ampe nini amnyime nini? Alivutia wengi, akawavutia wanaume 1000 katika jamii. Na baba akamtamani mfalme sasa kumuoa mtoto mzuri kama Sarafina. Kwa bahati mbaya, mwisho anagundua kuwa anayetamani kumuoa ni binti yake. Ni kipi kinatokea? Kitafute kitabu hiki Sarafina uweze kupata siri. Kumbuka mpenzi mtazamaji, ni nguvu katika fasihi. Utamu ni kusoma vitabu uipate siri. Usiende mbali. Hewa la mtazamaji, kumbuka sasa hivi tumekusanyika angalau tusikilize kutoka kwa wanafunzi. Fasihi kioo cha jamii, chembilecho mwalimu Kombo Kikechi.
Na katika kioo cha jamii tunapata kwamba pia kioo hiki kinatupa siri na hali halisi ya maisha katika bara la Afrika, nchi ya Kenya na ulimwengu mzima. Ndani ya fasihi tunachambua leo bembea ya maisha, nguu za jadi na mapambazuko ya machweo, bila kusaza fasihi zote simulizi na andishi. Kwanza kabisa jitambulishe, jina lako. Jina langu ni Angel Kadenyi, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya upili ya St. Mary's. Asante sana malaika wa Mungu. Makofi. Jina langu ni Dina Nasirumbi kutoka kidato cha 4. Asante sana mwana wa FM. Makofi. Wanakuita nani binti? Movina Tieno kidato cha 3. Ero kama na makofi mpigie. Jina langu ni Ivy Mwonja, mwanafunzi wa shule ya upili ya St. Mary's, niko katika kidato cha 4. Wapendeza. Makofi mpigie jamani. Wanakuita nani Malkia? Jina langu ni Efya Nyango, kidato cha 3. Nani kama wewe? Makofi mpigie. Nawe? Jina langu ni Purity Ngondu, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya upili ya St. Mary. Barabara kabisa. Makofi kwao wote. Upande wangu huu ni upande wa sungura na hawa ni upande wa ndovu. Tuone kati ya sungura na ndovu nani mkali. Swali la kwanza katika fasihi. Taja umuhimu wa formula kuwa kitangulizi chochote ama kimalizio katika fasihi simulizi. Taja umuhimu wa formula katika fasihi simulizi. Kwanza inamtambulisha msimulizi kwa hadhira. Inamtambulisha fanani au mtambaji. Asante sana. Pili, inaonyesha mwisho wa hadithi. 3, inasaidia kuitoa hadhira kutoka ulimwengu halisi hadi ulimwengu wa hadithi. 4, inawasaidia hadhira kutoka kwa ulimwengu wa hadithi kwenda kwa ulimwengu wa halisi. Unajielewa. Makofi mpigie. Eleza ama elezeni maana ya msamiati huu katika fasihi simulizi. Matambiko na mbazi. Mbazi na matambiko. Katika fasihi simulizi ukosi. Kuna wengine wanasema lakabu, kuna rara nafsi. Vitu vingi sana vitamu katika fasihi simulizi. Matambiko na mbazi. Shirikiana. Naweza? Matambiko katika fasihi simulizi ni vitu gani? Kuna lakabu, kuna rara nafsi, kuna mbazi. Msamiati ambao tunaupata katika fasihi simulizi. Kuna ulumbi na mlumbi. Matambiko ni nini? Niwapatie kidokezo. Ada ama sadaka. Ada ama sadaka inayotolewa. Kisoma katika fasihi simulizi unasikia ada fulani inatolewa kama sadaka. Kuwafanyia nini mababu zetu? Matambiko. Mbazi. Jaribu Angel. Hadithi fupi inayotolewa. Mbazi. Hadithi fupi inayotolewa. Wasaidizi wako. Hadithi fupi inayotolewa kuwa kielelezo cha kumkanya mtu ama kumfanya aweze kutambua mambo ya kumwelekeza katika jamii. Hata hivyo, swali la 3. Katika ushairi kuna kanuni ama sheria zinazomuongoza malenga kutunga mashairi. Zinaitwaje? Sheria ama kanuni za kutunga mashairi zinaitwaje? Enjo?
Huitwa Arudhi. Arudhi, mpige makofi. Jadili changamoto zozote zile zinazowakumba waajiriwa kwa kurejelea hadithi ya harubu ya maisha. Jadili changamoto zozote zile zinazowakumba waajiriwa kwa kurejelea hadithi ya harubu ya maisha. Mwanzo kabisa, Naam. Changamoto ya kwanza ni kucheleweshwa kulipwa mshahara. Tunaona Kikwai anacheleweshwa kulipwa mshahara wake kwa miezi miwili. Ukosefu wa chakula nyumbani. Kikwai anakosa chakula ya kuweza kupatia jamii yake hadi anapoenda kwa bishop ili aweze kumsitiri na chakula ili aweze kuiokoa jamii yake kutokana na baa la njaa. Hata hivyo amejaribu sana, mpige makofi. Taja maana ya mbinu hii katika fasihi. Mdokezo. Ni mbinu inayotumiwa na mwandishi kuonyesha kwamba kuna maneno mengine ambayo yanaendelea. Ambayo yanajadili. Ni mbinu ambayo mwandishi anatumia kuonyesha kwamba kuna maneno ambayo hayajaandikwa. Kwa kutumia alama gani ya wakifishaji? Kutumia alama ya dukuduku. Kutumia alama ya dukuduku, vitone vitatu, sio? Mpige makofi huyu. Kwa mfano unapozungumzia kuhusu swala fulani kwamba kuna mataifa mengi katika mabara mengi, lakini kuna mataifa mengi ambayo yamewalaghai wananchi wake. Jijazie. Inaitwa mdokezo. Swali jingine. Nafasi ya mwanamke ni ipi katika hadithi ya Fadhila za Punda? Mwanamke ni mvumilivu. Thibitisha. Lilia anavumilia dhulma zote ambazo Luka anampa kwa kumpiga. Wengine wakusaidie, hoja si zako tu. Unaweza kuongezea? Mwanamke ni msomi. Mwanamke ni msomi, thibitisha. Lilia anasoma hadi anapoajiriwa katika benki moja hapo mjini. Wengine? Kumbuka Mrina aogopi nyuki. Marehemu mamangu alozoea kutuambia kuwa nguvu azimwishi mwanadamu wala azipotei bure. Umalizwa tu na mabuu. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Mrina haogopi nyuki. Hata kufikia hapo nafaa kulipata hilo swali. Weke dondoo hilo katika muktadha wake. Safi mama. Sema nasi. Msemaji ni nani? Msemaji ni Sara. Msemaji, una hakika? Naam. Akimwambia Neema. Akimwambia Neema. Wakiwa nyumbani kwao. Wakiwa nyumbani? Kwa nani? Kwa Neema. Kwa Neema mjini. Nazungumzia nini? Hii ni baada ya nini? Hii ni baada ya Neema kumwambia mamake Sara kwamba mwanamke ana majukumu mengi. Taja sifa za msemaji. Taja sifa za Sara. Binti pale. Msemaji ni mvumilivu. Sara anavumilia mateso yote na mapigo yote anayopigwa na Yona anapokuwa mlevi. Ongeza.
Wa mwisho kabisa, eleza tofauti ya lafudhi na lahaja. Eleza tofauti ya lafudhi na lahaja. Huyu hajazungumza chochote. Na kuomba Mungu akuguse uzungumze sasa. Haya, Mungu amekugusa, zungumza. Tofauti ya lahaja na lafudhi. Lahaja ni lugha zinazotumika katika muktadha mbalimbali. Kama vile? Kama vile hospitalini. Hospitalini. Huyu anachanganya sajili na lahaja. Tofautisha lahaja na lafudhi. Lafudhi ni upekee wa mtu kutamka maneno. Lahaja ni vijilugha vinavyozuka kutoka lugha moja kuu. Kwa mfano? Kwa mfano, Kipate, Kiarabu. Kwa mfano Chichifundi, Kimtangata, Kiamu na kadhalika. Mpenzi mtazamaji, baada ya kusikiliza hizo panda shuka katika sehemu ya fasihi na labda namna wanavyojizatiti sana, tunaelekea kwao majaji. Tusikilize wanatathmini hili swala namna gani. Tuanze naye mzee wa kazi Bakle Ocheng. Asante sana Bwana Mathias kwa kunipa fursa hii. Wanafunzi wameonyesha uweledi wao katika vitabu seti, vitabu vya fasihi, Bembea Maisha, Nguu za Jadi na pia Mapambazuko ya Machweo. Na katika vitabu ambavyo vinatahiniwa, mwanafunzi ni sharti ajue namna ya kuelezea hoja zake. Unapoelezea hoja fulani, kwa mfano kuna swali kuhusu nafasi ya mwanamke, unapozungumzia nafasi ya mwanamke katika Bembea Maisha ama Nguu za Jadi ama Mapambazuko ya Machweo, lazima utaje wahusika katika maelezo yako. Usiwe unapeana maelezo kijumla tu bila kutaja wahusika. Hivyo ni sharti utaje wahusika katika maelezo yako. Hivyo pia mwanafunzi lazima uelewe maana ya mitindo mbalimbali za lugha. Hivyo kuna swali kuhusu mtindo, na mwanafunzi usijue kupeana tu mifano, pia lazima pia uelewe maana mbalimbali ya mitindo mbalimbali. Itakusaidia pia unapotolea mifano, utatolea mifano kwa wepesi kwa sababu unaelewa tayari maana yake. Hivyo maswali ya muktadha wa dondoo, mwanafunzi soma kitabu tena na tena, jua kuelezea muktadha wa dondoo, msemaji, tutaja msemewa, mahali na pia kuelezea sababu ama tukio. Sifa na umuhimu wa wahusika, pia ni sharti ujue namna ya kuelezea sifa za wahusika mbalimbali katika vile vitabu. Nikizungumzia pia fasihi simulizi, mwanafunzi pata kuelewa tanzu zote za fasihi simulizi, na katika kila utanzu pia elewa vipera. Jua maana ya vipera mbalimbali, sifa za vipera mbalimbali katika fasihi simulizi. Shukran. Tupige makofi jaji wetu. Ustadhi Kombo Kikichi. Safi, na shukuru sana bingwa Kalacha Mathias Momanyi katika awamu hii ya fasihi. Na kwamba wanafunzi uliwapeleka katika vitengo vingi tu ambavyo vinatainiwa katika mfumo huu wa 8-4. Mojawapo ni hadithi fupi, yani Mapambazuko ya Machweo, na hadithi nyingine. Swali likawa ni wabaini changamoto zozote zinazokumba wafanyikazi katika kadhia ya Harubu ya Maisha ambayo imeandikwa na Paul Ng'ang'a. Mojawapo ya sababu hizi ama changamoto hizi ni msongamano wa magari mjini. Vile kuna kudaiwa mikopo. Kwa unaona kwamba Kikwai anaandamwa na mamae fundi, kwa sababu pale kwamba fundi alikuwa amefanya kazi na kwa hivyo alimpigia Kikwai aweze kumtumia hela. Kukosa pia mahitaji yake msingi kama chakula, kuna mazingira tata ya kufanyia kazi. Pia kuna kukosa muda wa kukaa na ila, ndiposa Mama Masi anamtaka huyu Kikwai aweze kufika pale Mastakimuni, na pia anasafiri kufika pale jijini. Kukaribiwa pia na mabosi ama waajiri, hainajiri kupitia Kikwai. Pia kufutwa ajira ama kupiwa kalamu, swala ambalo liweze kujiri katika kadhia hii. Pia kukosa hela za matumizi, na ndiposa kwamba anakwenda pale kufanya nigoni, kukopa hela na vile vile kupata kuweza kusaidiwa katika kupata mahitaji ya kimsingi. Swali la isimu jamii, tofauti baina ya lafudhi na lahaja. Lafudhi ni upekee wa uzungumzaji, ilhali lahaja ni vijilugha ambavyo vinaibuka katika lugha moja kuu. Kwa mfano Kiswahili kuna lahaja kama Kilahacha, Kimvita, Kiamu, Kipemba, Kisiu, kuna Kimtangata na miongoni mwa nyingine. Bingwa wanafunzi wamejaribu kulingana na uwezo wao, na ndawatunuku asilimia ya ba, yani wamepata asilimia 65. Nashukuru bingwa. Sauti ya mzee mrefu barani Afrika, Kombo Binichwari. Mpiga makofi jamani.
Barabara kabisa. Kumbuka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunashuka kwenye sehemu ya kuipendayo ya dance. Kumbuka ndio sehemu ambayo itakuwa inafunga kazi katika shughuli ya kwanza hii ambayo tunasema kwamba ndio sanaa ya Kiswahili. Kumbuka mtazamaji, huu si mwisho, ni mwanzo na uanza mwisho cha mbele cha Profesa Said Ahmed Mohamed. Endelea kufurahia kwenye sanaa, kata kiuno, kichi raha jipe mwenyewe. Usiondoke. Yes, mtazamaji, baada ya kuweza kumwangalia mwalimu Mathias Momanyi na wanafunzi hawa katika swala zima la fasihi na tathmini ya vitabu, mpenzi mtazamaji, ni kama walikuwa darasani. Lakini siku zote unapokuwa darasani vile vile pia lazima upate nafasi ya kupumua, angalau na wewe ujinais, kama ni kwenda kwenye mbuga za wanyama, kama ni kwenda dunda. Lakini hapa mpenzi mtazamaji, sanaa ya Kiswahili pia ina dunda yake. Lakini dunda hii hatupigi tei, hatunui pombe. Dunda yetu ni pale ambapo tutaona wanafunzi wana vipaji. You put for this your dollar. Got my heart and my soul on love, and I wanna go crazy with you. Through the night till the sun come on. Let's do it all for love. There's nothing for any corporal. I never wanna lose this. To you I belong. This must be love. He did do me wow. Scatter my intana. Baby on sala. Killing me kitana. Check a love bizarre. Rashid, Naam. Wajua katika maisha kuna kelele na vigelegele. Ndio. Lakini unajua katika kelele na vigelegele zote ni kelele. Vigelegele na kelele? Na kelele vyote ni kelele. Alafu kuna kucheka na kulia. Ndio. Sasa na vyote ni kelele. Sasa katika maisha kelele ni nini? Na usiku. Na usiku wa kelele. Mpenzi mtazamaji, kumbuka vigelegele na kelele zote ni kelele, kucheka na kulia zote ni kelele. Popote ulipo mpenzi mtazamaji, yawezekana kama una kelele, lakini ya ndani kwa ndani kuna baadhi ya kelele zinazovutia, nyingine za kushangaza. Ndio sababu tuna vicheko vya aina, kicheko cha ice cream, kicheko cha kikwakwa, wanasema horse love. Kisikia mtu akicheka mpaka aliye mbali anasema, "Do, namjua huyo sauti yake ni nani." Je, umecheka ama umefanya vipi? Ama umetabasamu? Ndio sanaa ya Kiswahili. Basi baada ya kuitazama kuna sehemu ambapo ulicheka, kwingine ukatabasamu. Hizo zote ni kelele. Lakini kumbuka, leo hatukuchekeshi pekee, tumekuburudisha. Ndio mwisho wa safari, lakini kesho pia ni safari katika kaunti nyingine, siku nyingine, wakati mwingine, shule nyingine. Kutoka kwetu hapa tunasema shukrani jazila kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametukutanisha na watoto hawa. Tunasema asante sana vile vile kwa walimu na jopo zima la Kiswahili, bila kumsahau mwalimu mkuu. Wote wamefanikisha St. Mary's imecheza kama wao. St. Mary's St. Mary's sauti nzuri sana za mabanati na wavuli au kipenda magulamu. Kumbuka tukutana tena siku nyingine, wakati mwingine kwingine. Jina langu ni mtu kwao, Mathias Momanyi. Cheers. Bila shaka mtazamaji, kutoka Kawangware hadi Lungalunga, hapa ndipo tunapohitimisha kipindi bomba kupitia runinga unayoenzi ya KBC Channel 1 kutoka shule ya upili ya St. Mary's. Hadi Jumapili ijayo wakati sawa na huu, mimi naitwa Rashid Mwamkondo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima, mambo yalo ya kweli.